App ya 5 inayotoa mkopo bila riba na gharama zake ni nafuu. Hakuna haja ya kuweka dhamana. Mfano tunaposema dhamana inamaanisha kuweka gari, kuweka nyumba, kuweka wawakilishi uende kwa mwenyekiti. Hakuna. Wewe cha muhimu tu ulishawahi kutumia hii NMB mara kwa mara, wana details zako za miamala, kwa inakuwa rahisi kuomba mkopo. Kwa hiyo kwa NMB wanatoa kuna mikopo wanaitoa. Hii mikopo ukishafungua tu hii app, ukiwa unafanya miamala, kuna site ambayo unaweza ukaomba mikopo. Na hii site hii inakubali kwa wale wafanyakazi wa serikali. Au pia kuna kitu kinaitwa Bubu Advance kwa wanachuo. Kama akaunti yako imezoea kupokea miamala ya Bubu kila baada ya miezi miwili, unaweza ukafanya kitu kinaitwa Bubu Advance. Hiyo Bubu Advance unaifanya kabla ya kupokea mkopo. Kwa hiyo kama una shida na hela, mfano na 200 au 100, unaweza ukakopa, alafu wakaja wakakata hela Bubu litavyoingia. Pia ukiachana na hiyo mambo ya Bubu, kuna kwa watu wa kawaida kama ni mfanya biashara au nini, kuna hiyo inaitwa NMB Mshiko Fasta. Hiyo huduma wameweza kuitoa. Hiyo unaweza ukapata mkopo kuanzia 50,000 kuendelea. Cha muhimu tu ni wewe una historia nzuri ya kufanya kwenye akaunti yako na miamala mizuri, unaweza ukapata mkopo wako na ukarudisha bila dhamana wala nini. Kwa hiyo kama una NMB, jua kabisa unaweza ukakopa bila tatizo. Hapo ya 3 inayotoa mkopo bila dhamana yoyote. Cha muhimu una historia nzuri ya kuitumia hii app. Ni CRDB. Hii app inapatikana Play Store. Hii app aina ya mikopo inayoitoa, kuna mikopo ya wanachuo inaitwa Bubu Advance. Unaweza ukafanya muamala hata kuanzia inaanza laki mpaka 200,000 unaweza ukafanya. Alafu Bubu lako likiingia unalipa. Au pia huduma nyingine ya CRDB inayotoa ni kwa watumishi. Kama ni mtumishi wa serikali, unaingia kwenye website inaitwa utumishi.com. Ingia kwenye ile site, kuna site ya mikopo ya watumishi. Hiyo mikopo ya watumishi ukishaingia itakuconnect na CRDB. Unaweza ukatoa mkopo kuanzia, unaweza ukafanya muamala wa mkopo kuanzia milioni 1 mpaka milioni 200. Inategemea na historia ya akaunti yako ya miamala. Wewe kama una experience ya muda gani kwenye kazi, na ushafanya miamala, umelipwa mshahara kwa muda gani, kwa hiyo akaunti yako inaonekana ina security ya namna gani. Kwa hiyo ukishaweza kufanya hivyo, inakuwa rahisi kupata mkopo. Pia kuna mikopo mingine wameanzisha ya mambo ya bajaji. Wanakopesha bajaji, wameingia ubia na makampuni ya Kichina. Unaweza ukapata mkopo wa bajaji ukawa unalipa kidogo kidogo mpaka ikawa yako. App ya 3 inaitwa kwa jina la My Airtel. Hii app inatoa mkopo ambao unaitwa Timiza. Hii mkopo unaweza ukafanya wanaangalia historia ya muamala wako. Ila kwa mara ya kwanza unaweza ukakopa minimum, unaweza ukakopa kuanzia hiyo 5,000 mpaka 15,000. Hapo ndio kwa limited. Ila jinsi unavyoendelea kurudisha, unaweza ukaja kukopa hata 500,000 mpaka milioni. Kwa hiyo ufanisi wako wa kurudisha miamala ndio jinsi unavyopata mikopo mingi. Kwa hiyo hii ndio advantage ya kutumia Airtel. Kwa kama una line ya Airtel, unajua unaweza ukakopa bila shida. App ya pili inayotoa mkopo inaenda kwa jina la Mixx by Yas app. Hii app inatoa mkopo bila dhamana yoyote na riba yake ni nafuu. Ukishafungua hii app ya Mixx by Yas, utaona hizi nani mbalimbali. Leo utakuja hapa sasa imeandikwa lipa kwa simu. Utazunguka kote, utakuja hii sehemu ya loans. Hapa loans kuna kitu kinaitwa Nivushe Plus na Boostisha.
Hii ni vushe plus, inamaanisha hii kama unataka una 10,000 unataka uvushe 12,000. Inamaanisha hii ni vushe plus inakuongezea. Kwa hiyo wanakuongezea 2,000 kwenye 10,000. Kwa hiyo huo muamala wako 12,000 unawezekana. Alafu utalipa ukifanya muamala mwingine. Kwa hapa hakuna amna dhamana yote ya gari uliyoweka, sio barua mwenyekiti, sio nini. Wewe tu unatumia tu Bix Bias, shughuli imeisha. Alafu boostisha, ila una shida na 10,000 ya chapo. Inamaanisha hauna chochote kwenye simu yako wala nini, ila una shida na 10,000. Hii boostisha, au una shida na 50,000. Hii boostisha, ila hapa hivi hawezi wakakupa 50,000. Mara ya kwanza unaweza kukupa 10,000. Ukishaweza kuirudisha down lazidi kupanda la pale, unaweza kukupa paka 500,000. Inategemea na account yako, una historia gani ya kufanya kurudisha mkopo. Kwa hiyo hii boostisha, kama hapa sasa hivi una shida bana 6,000, unaingia hapa hivi boostisha, wala unaingiza namba yako, unalao hapo kama unataka shilingi ngapi, kama ndio 6,000, 7,000 au 10,000, wanakupa mkopo wako, unarudisha utavofanya muamala. Kwa hiyo ni rahisi na haraka, unapata mkopo wako bila dhamana yoyote. Hapo ya kwanza ambayo mimi naona ndio nzuri, afu bila ita kama goti kwa kutoa mikopo, ni hapo ya M-Pesa hapo. Hii hapo ina aina nyingi za mikopo. Kuna mgodi, afu pia kuna songesha. Hii songesha hii inatoa mkopo wake ni mfano labda una 20,000 au 10,000, utakalo ufanye muamala 30,000. Kwa hiyo hii songesha inakusaidia na kuongezea 10,000, afu riba yake inakuwa ni ndogo tu. Kwa hapo hujaweka gari, hujaweka nyumba, si barua mwenyekiti, si wadhamini hujaweka. Wewe udhamini wako tu ni kutumia tu M-Pesa hapo. Unakuwa na historia nzuri ya miamala. Kwa hiyo ukishalipa, ukishaweza kupata kufanya muamala 30,000, ukaweza kuulipa, inamaanisha down lazidi kupanda. Unaweza kuja kukopa baadaye hata 500,000. Kuna watu akaunti zao za M-Pesa unaweza kukopa hadi 500,000 hapo hapo. Kwa hiyo jinsi unavyorudisha M-Pesa ndio unavyorudisha hiyo, na ndio jinsi unavyopata mkopo. Au pia hii mgodi inamaanisha labda kwenye akaunti yako hauna chochote, hapo pia una shida labda na 20,000. Hii mgodi inakupa mkopo. Huo mkopo ni riba yake pia ni ndogo. Kisha kupa mkopo, ukirudisha inamaanisha dau lako lazidi kupanda. Dau la mgodi lazidi kupanda. Unaweza ukakopa baadaye hata 500,000. Kwa jinsi unavyorudisha ndio jinsi dau lako la mgodi lazidi kupanda. Kwa hiyo hapo bila naona ni best. Hakuna mambo ya zile maapu zile za ambazo ukikopa unapigiwa kila saa, kila mpaka ndugu zako, watu wako wa karibu wanakuwa wanasumbuliwa. Hii hakuna hicho kitu.